Tabora linawashikilia watuhumiwa watatu kwa tuhuma za kutoa taarifa za uongo za kutekwa. Watuhumiwa wanaoshikiliwa ni Hadija Jimmy Murijo, huyu ana umri wa miaka 39, kabila ni Mpare, ambaye ni mke wa Emmanuel Peter Mchali. Mtuhumiwa wa pili anayeshikiliwa ni Ashura Hussein Swaleh mwenye umri wa miaka 48, huyu ni Mnyamwezi na mkulima. Mtuhumiwa wa tatu anayeshikiliwa ni Vitus Joseph, ana miaka 34, mkulima na mua. Watuhumiwa hawa watatu kwa pamoja walishirikiana kutengeneza taarifa ya uongo kwamba Hadija Jimmy Murijo ametekwa na watu ambao hawajulikani na lengo lao ni kujipatia fedha. Walitengeneza uongo huu kwa lengo la kujipatia fedha kutoka kwa mume wa Hadija Jimmy Murijo, na fedha ambazo zilitumwa ni shilingi milioni 1,385,800 ambazo zilitumwa kwenye simu ya Hadija. Awali walieleza kwamba Hadija alikuwa ametekwa kwenye kijiji cha Uyogo, kata Kiemba, tarafa ya Uliankuru, lakini katika uchunguzi wa polisi uliofanyika ulibaini kwamba mtuhumiwa huyu alikuwa amekwenda wilaya ya Urambo katika kijiji cha Vumilia, na watuhumiwa walikamatwa na fedha hizi walikwenda kuzitolea katika wilaya ya Kaliua. Tunawashikilia kwa ajili ya uchunguzi na utakapokamilika watafikishwa mahakamani. Vumilia, wilaya Urambo sio mbali sana na wilaya ya Kaliua. Kwa hiyo walikodisha usafiri wa pikipiki na kwenda kuzitoa fedha hizo baada ya kuwa zimetumwa, na baada ya hapo zile fedha huyu mtuhumiwa alirudi Tabora ambako ndio makazi yake na familia yake. Natoa wito kwa wananchi kuacha kutengeneza taarifa ambazo hazina ukweli kuhusiana na kutekwa. Mfano, kwa hawa wanaweza kupotosha umma na umma pengine ukaamini kwamba kuna matukio ya utekaji. Kwa mkoa wa Tabora tunasema hatuna matukio ya utekaji, hakuna tukio lolote la utekaji ambalo limejitokeza, isipokuwa ni uongo ambao ulitengenezwa na lengo la wahusika baada ya mahojiano lilikuwa ni kujipatia kipato kutoka kwa mume wa Hadija. Natoa onyo kwa watu wenye tabia za kutengeneza uongo, waache. Uchunguzi unafanyika kitaalamu, tunao wapelelezi wabobevu kwenye eneo hili, na pale ambapo itabainika kwamba taarifa ambazo zimetolewa hazina ukweli, tutahakikisha kwamba hatua za kisheria zinachukuliwa dhidi yao. Ni habari ambazo hazijathibitishwa. Jeshi la polisi linalo dawati ambalo linashughulika na makosa ya ukatili, na endapo kuna namna ambavyo baba hatoi huduma kwa familia, njia sio kwenda kutengeneza uongo wa utekaji. Anaweza akaripoti kwenye dawati na utaratibu wa kisheria ukafuatwa, akapata stahiki ambazo anastahili kupata.